bila kunywa majuma matatu, siku 21. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Lakini Mungu alishajua mbinguni kwamba mtumishi wangu kakwamishwa majibu ya maombi yake, na mimi Mungu nalimjibu tangu siku ya kwanza alipotia nia, baada ya kupata ile maono ya mafunuo, alipotia nia kuingia kuyafanyia kazi. Mimi Mungu nalimjibu tangu siku ile kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu ikabidi atume malaika wa taarifa, malaika wa taarifa ampelekee nani? Daniel. Daniel yeye, kuna mtu anaitwa mfalme wa Uajemi alikupinga tangu siku ya kwanza, lakini mimi Mungu tangu kutia nia nilikujibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wewe mwenzangu na mimi ambaye hujawahi kufunga, Biblia yenyewe nasoma hadi ulazimishwe malaika Bwana akushukie siku ya Jumapili, na ibebe na kama kabati ya kitona mavumbi na futa. Tukikuuliza ulifunga lini mwenzangu na mimi, ufunga lini? Umesahau. Kwanza kumwekisha kufunga. Danieli amefunga siku 21, lakini pamoja na mfungo wake wa 21, pamoja na ujuzi aliyokuwa nao, pamoja na maarifa aliyokuwa nao, alikwamishwa majibu ya maombi yake, na asijue kama amekwamishwa. Hakujua kama amekwamishwa. Okay, unahisi wewe umekwamishwa vingapi? Na haujui. Unahisi wewe hapo umekwamishwa vingapi na haujui kama umekwamishwa? Unafikiri maisha ulionayo ni ya kwako? Hiyo hali ulionayo ni ya kwako? Ndivyo ulivyostahili kuwa hivi ulivyo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ulivyostahili. Ukija kukaa Mungu akikutazamisha, utakuja kujiona hukutakiwa kuwa hivi ulivyo. Wewe ni tajiri, ukiwa na magari na majumba, watu wanakukopa, sio wewe unakopa. Mtu mmoja akaambiwa, alianza kuota ndoto kwanza. Anaota ndoto, akiota ndoto, kuna mtumishi alikuwa anafundisha semina. Sasa akilala usiku anaota ndoto inayomwambia huyo mtumishi anayehubiri na Mungu, mpe gari moja. Mtu tu anasemeshwa kwenye semina, miongoni mwao alikuwa anasemeshwa kwamba mpe gari moja mtumishi. Kwenye zile gari ulizonazo zile, moja mpe nani? Mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa anapokuja kwenye maisha halisi akijiangalia, kwanza kapanga mishe zake ni daladala au kwa miguu, hana hata baskeli ya kwake ya kumiliki. Sasa ile ndoto inamsumbua sasa, kwamba hii ndoto ina maana gani? Mimi sina gari, hata ile gari sijakubali, sikuwa na wazo kumiliki gari. Sina hata papo, hata hiyo baskeli yenyewe sina. Bado mashaka ya kupanda. Sasa hii mpe gari naitoa wapi? Sasa ndoto inamsisitiza, ikamsisitiza siku ya kwanza, ikamsisitiza siku ya pili, ikamsisitiza siku ya tatu. Ndoto inajirudia kwa msisitizo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kumbe mbinguni wanajua kwamba ni tajiri. Kuna utajiri wake, alishakafungua mlango wa utajiri siku nyingi. Kuna baraka zake ziko, kumbe zimezuiliwa mahali, zimekwamishwa mahali. Mabaraka yake, mapesa yake, mafanikio yake yamekwamishwa na shetani mahali fulani. Mbinguni wanajua huyu tajiri, na maelekezo yanakuja mbinguni, mpe gari, afu una gari. Ile ndio inasumbua sana.
Sasa kwa sababu alikuwa pale kwenye semina, tukapata nafasi ya kumwombea. Kwa tumemwombea, mashetani ndio yanaongea. Anasema ni mwaka tajiri sana, ila utajiri wake wote tumeushikilia. Mapepo yanaongea, utajiri wake wote tumefanyaje? Tumeushikilia. Ni kweli kabisa, kama alikuwa anaota ndivyo utajiri wake. Sababu ule wote alikuwa na wote alikuwa anasemeshwa tunavyo sisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Sasa ni yamkini hata wewe kuna utajiri wako umekamatwa kwenye mikono ya adui Shetani. Amen. Na ndio ambao tukashughulikia sana hilo eneo leo kwenye maombi. Kuna baraka zako, kuna watu wamezishikilia. Kuna mafanikio yako, kuna watu wameyashikilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utajiri wako kuna watu wanao. Wewe sio kwenda kuishi kwenye nyumba za kupanga leo. Biblia una kiwanja cha kwako na nyumba ya kwako. Biblia una maisha ya kwako fulani hivi ambayo huhitaji kutegemea kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu kawaida yake ni lazima akufanikishe. Sasa okay. Usiseme na mimi nimeokoa, Shetani hawezi kunizuia. Wewe huyu hapa Daniel alikuwa mtumishi zaidi yako wewe, alizuiliwa. Alikwamishwa. Sio kwa hiyo. Kaangalia Daniel huyu hapa Paulo. Kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 18. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 18. Paulo alikuwa mtumishi wa Mungu. Shetani alikwamisha safari yake. Yakuna kwa Biblia. Mimi Paulo kwa kweli nalitaka kuja kwenu mara ya kwanza. Mara tena ya ngapi? Ya pili. Lakini Shetani sio marafiki. Nani? Shetani alinizuia. Shetani kabisa. Wathesalonike wa kwanza, tuone hapa Wathesalonike wa kwanza hapa. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 18. Biblia inasema hivi. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari ule wa 18. Biblia inasema hivi, kwa hiyo tulitaka kuja kwenu. Mara ya kwanza. Amini na mimi Paulo mara ya kwanza na mara ya pili. Na Shetani. Hebu sema Shetani akatuzuia. Paulo alikuwa mtumishi wa Mungu na bonge la jasusi la Mungu. Alikuwa ni jasusi la Mungu Paulo. Daniel naye alikuwa jasusi la Mungu. Daniel naye alikuwa jasusi la Mungu. Lakini walikwamishwa. Wenzangu na mimi ambaye napita wiki hata kuomba sana ya Bwana. Haleluya. Tuko busy na majukumu ya kazi. Niko busy sana. Niko busy. Ndio kwa busy. Nafundisha tena atakuwa kupunguzia majukumu. Ndio ataongeza. Shetani ndio ataongeza majukumu. Wale wao sio majukumu bado. Yapo yenyewe yanakuja. Tuko busy na majukumu. Nani kabisa kwa kwanza mko busy na majukumu. Watu tunaacha vya kwetu tunafanya vya Mungu. Mungu anafanya cha kwako na mimi nafanya cha Mungu na Mungu anafanya cha kwangu. Hii ndio formula yako. Nimesema Mungu nitaacha kazi zangu, kama ni ofisini naacha ofisini na nachomoka sema jamani samani kidogo. Na naenda kanisani maombi. Hakuna cha kusema sasa hivi hahitaji ruhusa ya mkuu wa ofisi, meneja, mkurugenzi. Hiyo ni ruhusa yangu mimi na Mungu, sio ya meneja wala mkurugenzi wa ofisi. Nachomoka nakwambia Mungu, kazi yako wewe fanya yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo unampa thamani Mungu na Mungu atakuwa
anakuheshimisha. Mungu anafanyaje? Ananiheshimisha. Ila ukiona mambo yako ya muhimu kuliko Mungu, na Mungu atakaa pembeni kuona kwamba je, kama wewe ni bora kuliko yeye, sawa, endelea. Ani uzuri wa Mungu, sikia nikwambie kitu. Uzuri wa Mungu hawezi hata siku moja kuingilia maamuzi ya kwako. Andika hiyo kama andika hivi kwamba Mungu hawezi kuingilia maamuzi yako. Maamuzi hawezi. Na Mungu akikupa kipawa hawezi kukiondoa. Labda wewe usikitumie, wewe hapo kukitumia, lakini hawezi kukiondoa. Mungu akikupa kipawa cha kuhubiri, cha kufundisha, hata kama ukatenda dhambi, hata kunyang'anya hawezi. Utatengana naye, lakini ule uwezo wa ndani kwa nao, ila sababu wewe unautumia kwa mambo mengine sana. Tunaweza kubadilisha matumizi ya kile kipawa ambacho Mungu alikupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utaweza kubadilisha matumizi. Kamuulize Lucifer kama alinyang'anya kipawa alichopewa kule mbinguni kuimbisha jopo la malaika. Sauti yake mara 24. Kamuulize kama alinyang'anya alipokoroshana na Mungu kule mbinguni. Kamuulize kama alinyang'anya kipawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Mungu, elewa kabisa, hawezi kuingilia maamuzi yako. Ukisema mimi nalala leo mwezi mzima siendi kanisani, nakwambia sawa. Tutakapoona kwa tayari kwenda kanisani utaweka. Sema umetaka kwenda haina shida. Sawa. Haikili. Okay. Umeamua uokoke 2027, haina shida. Subiri 27 uokoke. Na ukija 2027 ukiokoka atakupokea tu, hana shida. Yesu hana shida, atakupokea. Lakini jua kabisa kuna mambo yamekwama. Kuna utajiri ambao bidi, yaani vile ninavyosema nitaenda mwaka kesho kutwa, ndivyo ninavyojichelewesha mambo yako kufanikiwa. Kwa kama inabidi ufanikiwe mwaka 2002 kwa sababu ya kusema nitaokoka kesho kutwa, ama nitaanza kwenda vizuri kanisani, nitaanza vizuri kwenda kanisani ule mwezi wa kwanza. Au kisha kwa mwezi wa kwanza unakuwa bizi na mashamba na shughuli za mashambani, lazima nimalize shughuli za shamba kwa mwezi wa 4 hivi ndio nitaanza kutumikia Mungu, nitaanza kwenda kanisani rasmi sasa. Mungu haingilii tu, fanya, utafanya kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukasema hivi mwezi nimebiza kwenye biashara yangu ili nione mwelekeo wa biashara yangu, nakwambia sawa. Ila ngedere wako hapo kwa ajili ya kuvizia utafuna. Utakaa mwezi mzima unaangalia maendeleo ya biashara, hamna chochote. Kanisani hujaenda na biashara haijaza. Ngedere wako hapo, unafanya ngedere la kidogo mwezi mmoja utapata kwenda kanisani kusubiri wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hao tunutu au palale nzija. Unahisi wanasubiria hadi ule mwezi utakapokuwa wanaenda kanisani. Hawana muda wa kusubiri. Once you start, na wenye wako na wewe, hawakuachi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ongeza makofi mengi kwa Yesu namba hii. Kama ongeza makofi mengi. Wewe unaona wazi kabisa Danieli alikwamishwa majibu ya maombi yake. Ameingia kwenye mfungo wa maombi kwa siku 21, lakini shetani kamkwamisha. Hadi Mungu anamtuma malaika wa taarifa Gabriel na kumpa taarifa. Lakini yeye alipotuma malaika wa taarifa, yule malaika wa taarifa akasema, sikiliza Danieli, kuna mwamba
sasa. Sema kila adui shetani aliyokwamisha mipango yangu kwa siku nyingi sana, leo anaachia. Inaliika hilo jeshi la malaika Mikaeli na jeshi lake waingie hapo kwenye hatima yangu. Yeyote aliyeshikilia hatima yangu leo, Mikaeli na jeshi lako, pigana naye. Huyo adui shetani aliyekwamisha hatima ya ndoa yangu kwa siku nyingi, Mikaeli na jeshi lako, ingia hapo, pigana sasa, ili ya kwamba huyo adui shetani apate kuachia ndoa yako, apate kuachia biashara yako, apate kuachia maisha yako, apate kuachia na uzao wako. Sema achia. Lazima mambo ya kufungukia, baraka waanze kuzifurahia. Tena namna hii katikati ya mbwa mwitu, katikati ya shima ambayo inapita namna hii. Baba atakapokuwa na jeshi la malaika, ana usaidizi kutoka kwa Bwana, kutoka kwenye kiti cha enzi cha mbinguni. Mungu anapenya namna hii, hakuna kuzuiliwa tena. Wanasafisha njia, malaika wa Bwana. Wewe unapita namna hii, unaduka, unasonga mbele, hakuna kukwama, iwe kwenye biashara yako, iwe kwenye uchumi wako, iwe kwenye kazi yako, kule ofisini kwenu, iwe kwenye chochote ambacho nakifanya. Malaika wa Bwana wamekuzingira, Mikaeli na jeshi lake wanakupigania namna hii. Basi umetulia namna hii. Wamekaa hapo kiasara, wanakutia hasara. Sisi sio hasara. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Hivi unajua wewe ni boss kwanza? Unajua wewe ni boss? Wewe ni mkurugenzi. Amen. Wewe ni rais. Sema mimi ni rais. Mimi ni mtawala. Mimi ni mkurugenzi. Hivi unajua wewe ni mkubwa kuliko malaika? Unalielewa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua ni mkubwa kuliko malaika? Malaika ni mtumwa wako. Unaweza kumwamuru chochote akufanyie. Amen. Wewe ni boss. Amen. Wewe na malaika mbele za Mungu, wewe una nafasi kubwa kuliko malaika. Nasema hivi. Mbele za Mungu tunapoenda ni kuhesabiwa. Kwa Mungu napoenda mbele za Mungu, malaika ni kijakazi wako, wewe ni mwana na malaika ni kijakazi. Amen. Na mtu ajaelewa, ongeza makofi na kama hujanielewa. Malaika kazi yake, chochote ambacho unahitaji unamwagiza malaika. Wewe unamwagiza malaika nini ya kufanyia. Kuna vita yuko malaika Mikaeli, kazi yake kupigania vita. Amen. Kuna taarifa unazihitaji kutoka kwa Mungu, yuko Gabrieli. Kazi yake kukuletea taarifa za mbinguni. Mungu leo mbinguni kuna nini? Naomba Gabrieli aniambie leo taarifa hizo. Unakaa kwenye chombo cha habari ya mbinguni, kwenye TV ya habari ya mbinguni.
Unasikilizia malaika anatangaza kitu gani leo? Malaika anakutangazia, ewe Mama Sofia, mlango wa mbinguni umekufungukia. Amina. Na Mungu kesho amesema uende pale Ninawi. Amen. Zako kama aliyokuahidia Bwana Mungu. Amen. Malaika anatangaza habari zako Mungu ambazo alikuandikia mbinguni kwenye vyombo vya habari vya mbinguni. Hasa umekaa kiasi hata taarifa usijui za mbinguni zinakuja, hata uelewe kama za mbinguni ama za duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hebu Yesu tena makofi mengi na hapo hii. Yesu tena makofi. Muagize Mikaeli akapigane vita ulio nayo. Amen. Amen. Kuna mtu hajaelewa. Hebu tusome kitabu cha Danieli pale, Danieli 10:13. Danieli 10:13. Danieli 10:13. Biblia inasema hivi: lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 20 na ngapi? Alimpinga Danieli. Okay. Anasema hivi: bali tazama huyo Mikaeli, sema Mikaeli. Sema Mikaeli. Mmoja wa hao wakuu wa mbele akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Biblia inasema hivi: Shetani alimzuia Danieli siku 21. Lakini Mikaeli alipokuja kumsaidia nani, Danieli akawa yeye ni bosi tayari, kwa akakaa pembeni. Nani? Danieli. Sababu yeye ni bosi, amekuja wasaidizi wake kumsaidia. Kwa hiyo inasema hivi, huyu Danieli akamwacha huyo Mikaeli na huyo ufalme wa Uajemi wapigane hadi kieleweke. Ataka ataachia na hadi aliachia siku ya 20. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Baadaye ndipo Gabrieli anamwambia Danieli, hivi Danieli, unajua nilikuja kwa sababu gani? Ukisoma mstari wa 20 Danieli 10:20, Biblia inasema ndipo akasema, je, unajua sababu hata nikakuja? Mikaeli mfalme wa Uajemi kashapigwa. Alafu Gabrieli anamwambia, unajua kwa nini kuja kupata taarifa hii? Ile taarifa unajua kama kuja kufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa kuna malaika wawili waliohusika kutoa hiyo taarifa, lakini huku nyuma kuna maeneo kadhaa ambayo yule malaika alipokuja kutoa taarifa kwa Danieli, kuna vitu vya ajabu vilitokea. Wakati malaika alikuja kutoa taarifa, tetemeko likatokea kubwa. Danieli akaanza kuona maono ya wazi wazi peke yake, na Danieli akayaelewa ile maono, aliyafahamu na akayaelewa. Kwa hiyo alikuwepo na watu kadhaa, alikuwa na watu wengi pale, lakini ilipotokea ile hali, wale watu wote wakamkimbia, wakamwacha Danieli peke yake, ambapo shangaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuna situations zilitokea. Tukienda kusoma sura ya 10 yote utasoma vizuri, ipitie. Kuna vitu vingi utakuja kuviona hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mambo ambayo msingi hapo kwenye kitabu cha Danieli ambapo tumesoma hapa. Jambo la kwanza kwa kwamba Mungu ana tabia ya kufunulia mtu maono hasa unapokuwa uko karibu na Mungu wako. Mungu ana tabia ya kukufunulia maono. Okay. Maono maana picha ya mbele, mambo yanayokuja, mambo yajayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo tunaita maono. Na neno maono yanakuja wakati wa mchana tu umekaa hivi. Kama unaangalia TV lakini kumbe ni maono Mungu anakupa.
Bwana Yesu asifiwe. Tofauti na ndoto, ndoto ni ukiwa umelala usiku ndio unaota ndoto. Lakini maono maana tunaweza kuwa umekaa kwenye kitabu namna hii, alafu kuna picha inakujia ya jambo fulani kubwa inabidi ufanye. Kuna picha inakujia. Hiyo inaitwa maono ukiwa hujalala. Picha tunazoziona za mbele ukiwa hujalala kwa macho, hiyo inaitwa maono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukiwa karibu na Mungu, Mungu ana tabia kukupa maono. Anakufunulia maono. Lakini pili, nasema hivi, na shetani naye huwa yupo kabisa kuchungulia hayo maono. Shetani, Mungu anapokupa maono, shetani naye yupo kwa ajili ya kuchungulia hayo maono. Lengo la kuchungulia hayo maono ili apate kuyaondoa usiyafahamu. Yaani kuna mfano wa makabi, Mungu akakufunulia maono fulani. Ghafla hapa kwa sababu na shetani yuko hapa, anayaiba yale maono na yaondoa. Ghafla unakomesha sahau. Kwa hiyo huwezi kuyafanyia kazi hapo, kuyafahamu wala kuyaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hukuyafahamu na hukuyaelewa. Kwa sababu hiyo utabaki hivyo ulivyo. Daniel alikusoma hapa Daniel ile sura ya 10 mstari wa kwanza anasema nini? Sura ya kwanza ile sura ya 10 mstari wa kwanza B. Anasema ambaye jina lake aliitwa Belteshaza. Huyo Daniel anaitwa Belteshaza mwanzo alifunuliwa neno, na neno lile lilikuwa kweli. Maana ni vita kubwa, naye akalifahamu neno lile, akaelewa na maono. Kwa Mungu anapokupa maono, lazima akuletee na ufahamu wa hayo maono, lazima akupe na uelewa wa hayo maono. Sasa shetani pia huwa yuko karibu. Kama uhusiano wako na Mungu uko mbali, Mungu anapokuletea yale maono, shetani atakuibia yale maono usiyafahamu wala usiyaelewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ulishakukaa siku moja ghafla kuna picha imekujia, una gorofa kubwa. Una picha umekaa ikakujia, unamiliki gari na mjumba mkali. Imekujia picha, yani imekujia. Ni maono hayo, Mungu mwenyewe anakusemesha. Sasa yafahamu na uyaelewe kwamba ni Mungu na ni kweli kabisa. Daniel anasema ni kweli kabisa, Mungu ananionyesha ni kweli, nimeyafahamu na kuyaelewa. Lakini shetani akamkwamisha siku 21. Yaani Daniel aliyaelewa na akajua hii kweli. Mungu ananionyesha hichi kitu ni kweli na nimeyafahamu na kuyaelewa. Shetani bado alimkwamisha siku 21 hadi Mikaeli anaingilia kati kupambana na yule mfalme wa Wajemi. Kwa hata wewe una uhakika, kuna picha nyingi ambazo huwa zinakujia ukiwa umekaa. Wakati mwingine kama ni mzazi, unaweza kukaa ikakujia picha kwa ajili ya wanao, watoto wako. Ukakaa ghafla picha ikakujia, ukaona mwanao wa kwanza ana masters ya udaktari. Ukakaa namna hiyo, picha ikakujia mwanao wa pili ni mwanasheria. Wow. Hakimu mkazi. Ukakaa picha ikakujia mwanao mwingine yuko Ubelgiji, amepata scholarship. Sasa tumekaa tu, maono uliofunuliwa na Bwana, mwanangu anachinjwa. Maono gani hayo? Umekaa picha ikakujia, wanao wanasafiri kapata ajali. Jamani, naonesha pia ovyo. Tunafunua maono na ufunuliwa. Wewe lazima uwe karibu na Mungu, tengeneza uhusiano wako nani? Mungu ufunulie mambo makubwa mazuri, unafunulia mambo mabaya. Ukiona hivyo, mfumo wa maisha umeingiliwa, yuko shetani anatawala, sio Mungu anatawala. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Makofi mengi Yesu namna hii.
wote Prestige njoo mbele hapa tupate na kuomba hapa. Muda wetu umeshakimbia sana, tupate na kuomba. Kwa na wachache Prestige. Sogea mbele hapa tupate pamoja na kuabudu tuingie kwa